Marekani imejiondoa katika kutekeleza vikwazo dhidi ya Urusi. Hii ni kauli iliyotolewa na Umoja wa Ulaya. Ikulu ya White House imepunguza ushiriki wake katika kutekeleza vikwazo dhidi ya Urusi, huku Washington ikiendelea kutafuta kumaliza mzozo wa Ukraine, kwa mujibu wa maafisa wa Umoja wa Ulaya ambao hawakutajwa majina kupitia gazeti la Bloomberg. Washington na Brussels zimeweka vikwazo vingi dhidi ya Urusi tangu kuongezeka kwa mzozo huko nchini Ukraine mwaka 2022 kwa nia ya kuitenga nchi hiyo, ambapo zinaitia ndani kwa kupigwa marufuku kwa usafirishaji wa mafuta ya Urusi kupitia baharini, lakini kukataa nchi kutoka kwa mifumo ya kifedha ya Magharibi na kufungia akiba yake ya kigeni na vizuizi vingine vingi. Hata hivyo, tangu Rais Donald Trump aingie madarakani, Marekani kwa kiasi kikubwa imekuwa haipo katika nchi kadhaa zenye kutekeleza vikwazo vilivyoanzishwa kwa pamoja kupambana na majaribio ya Moscow ya kukwepa vikwazo hivyo. Maafisa hao waliambia Bloomberg. Wamesema Marekani imekuwa isiyoitikia katika nchi zilizopewa kazi ya kuhakikisha inaendelea kulenga vikwazo vya Urusi na kupata sehemu na vifaa vinavyotumiwa katika utengenezaji wa silaha. Kulingana na kifungu hicho, Washington pia imeripotiwa kuwa kimya katika nchi hizo ambazo zimeweka vikwazo na inalenga kufutilia mbali na kutekeleza kikomo cha bei cha G7 cha $60 kwa pipa kwa mauzo ya mafuta ya baharini ya Urusi, na kwamba wataanzisha bei mpya ya mafuta ya Urusi. Maafisa hao waliambia Bloomberg kuwa haijulikani ikiwa Washington imepunguza kwa makusudi ushiriki wake au inakabiliwa na uhaba wa wafanyakazi muhimu. Walibainisha kuwa baadhi ya mikutano imehudhuriwa na wawakilishi wa nchi zaidi wenye mamlaka finyu ya kufanya maamuzi, na wakati huu Marekani ni kama vile imeamua kutoshirikiana kabisa na mataifa ya Umoja wa Ulaya. Waziri wa fedha wa hazina amekuwa akisema mara kwa mara kwamba Marekani inaweza kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi ikiwa mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Ukraine yatashindwa. Akirejea matamshi yake mapema juma hili, waziri wa fedha Scott Bessent alisema, tutaweza kuifikisha Moscow mezani bila kuongeza vikwazo, lakini chaguzi zote ziko mezani. Walakini maafisa wa Umoja wa Ulaya walisema kumekuwa na dalili ndogo za maandalizi yoyote ya kuimarisha vikwazo na bado haijulikani na hatua gani kiwa zipo Marekani inachukua kushughulikia ukwepaji wa hatua zilizopo. Kulingana na gazeti hilo, Moscow imerudia mara kwa mara vikwazo vya Magharibi kama haramu na imebainisha kushindwa kwao kudhoofisha uchumi wa Warusi au kuitenga nchi hiyo. Badala yake wamerudi nyuma kwa majimbo yaliyowalazimisha, kulingana na Kremlin. Rais Vladimir Putin alisema Jumanne kwamba licha ya shinikizo kutoka nje, uchumi wa taifa umeimarika zaidi na unaendelea kukua. Akihutubia mkutano wa muungano wa wanaviwanda na wajasiriamali wa Urusi RSPP mjini Moscow, rais alishutumu nchi za Magharibi kwa kutumia mzozo wa Ukraine kama kisingizio cha kuiondoa Urusi kama mshindani. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.